Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, leo ikiwa ni Jumapili ya 21 ya mwaka A, na tangu jana nafurahi kwamba hicho ambacho tunakisikia leo, kukiri imani kwa huyo mtume Petro, kama tulivyosikia kwenye sehemu hiyo ya Injili, Bwana wetu akiwauliza hao wafuasi wake, watu husema yeye ni nani? Baada ya kuwa amefanya yote hiyo miujiza mbalimbali, kawaponya watu, kawalisha wengi, kawarudishia uhai hao ambao walikuwa wameupoteza au umetoka kwao. Nasi tunaalikwa kukiri imani hiyo, na sio kualikwa tu, tunatayarishiwa hata maeneo, sehemu ambazo huko tutakapokwenda na tukakaa hapo, tutaipata hiyo imani na tutaimarishwa katika hiyo imani, na tutatumwa twende kuishuhudia hiyo imani katika familia zetu, katika maeneo yetu mbalimbali ambako toka tunakaa na kuishi na kufanya kazi, na hivyo kuendeleza hiyo kazi ya ukombozi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ameileta hapa na kaifanya hapa duniani. Baadaye wakaja hao sasa ambao wamkiri na akakiri imani katika yeye, kama huyo Petro ambaye leo anakiri imani katika huyo ambaye ni mwalimu, akitaja wazi kabisa kwamba yeye ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sasa nafurahi kwa sababu tangu jana tumekuwa tukiyatayarisha hayo maeneo au fursa hizo ambazo zitatufanya sisi tuweze kuitambua hiyo imani na tuwe tayari kuikiri nasi, na sio tu kwa maneno bali hasa zaidi kwa vitendo. Tumelibariki jana kanisa letu kuu la parokia Bikira Maria Malkia wa Mitume hapo Choma Chankola, na leo nafurahi kwamba tumelibariki kanisa hili la kigango chetu hiki kilichoyoka chini ya usimamizi wa Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi. Naomba tumshukuru Mungu na tujipongeze vile vile sisi tukimshangilia kwa haya mambo. Hiyo imani aliyoikiri Petro, hiyo imani ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anamwambia Petro yeye kwamba si kwa damu wala si kwa mwili, bali ni Mungu mwenyewe ndiye anamfanya atambue yeye ni nani huyu. Sasa sisi ili tuweze kuitambua hiyo imani na kuifahamu hiyo imani na baadaye tuje kukiri na sisi, kwa vyote lazima tuone na maeneo, sehemu hizo ambazo zitatufanya kuja kuitambua hiyo imani na baadaye tuikiri hiyo imani kama hao wenyewe mitume. Sehemu ni Yesu Kristo mwenyewe, bali kaa naye ilikuwa ni baada ya miaka kama 2 hivi. Baadaye wao wanajua kabisa, kuna wengine wanasema vinginevyo, Yohani Mbatizaji ndiye huyu, sijui Elia ndiye huyu, sijui nani mwingine. Ni kwa sababu alikuwa naye huyu, lakini baadaye wao wanajua ni nani, wakisaidiwa na huko ukiri kwa imani hiyo aliko kuonesha huyo Petro. Haya makanisa ambayo tumeyajenga, tunaenda kukutana huko na Bwana wetu Yesu Kristo huyo. Toka kwake tutakuja kuifahamu hii, tutakuja kuikiri hiyo imani kama alivyofanya akina Petro. Katika makanisa haya, iwe hilo la Bikira Maria
Malkia wa Mitume liwe hili hapa chini ya usimamizi wa Mtakatifu Yosefu mfanyakazi. Huko litatangazwa neno la Mungu kama alivyolitangaza yeye mwenyewe Yesu Kristo, ambaye tunamkuta katika makanisa haya, na hapa atatangazwa huyo Mungu. Ufunuo wa Mungu utafunuliwa katika makanisa kwa neno lake litakalokuwa linatangazwa hapa katika kanisa letu hili. Iwe ni padri mwenyewe anakuja hapa kulitangaza, iwe ni katekista au mtumishi ambaye ameidhinishwa na akawekwa hapa akalitangaze hilo neno. Imani inaanza kukua na wafuasi wanakuwepo kwa sababu ya neno hilo ambalo limetangazwa katika eneo hili. Kwa sababu hiyo nasema nimefurahi sana tangu jana kuna kwamba hayo maeneo ambayo atamfanya Kristo huyo, atamfanya Mungu wetu afunuliwe kwetu, tuko tunayaweka na tunayafanya yawepo ili watu waje kukutana huko na Mwenyezi Mungu. Na si neno tu, katika makanisa haya zinakuja kuadhimishwa hizo sakramenti. Leo tuna bahati kama ilivyokuwa jana katika kanisa letu hilo la Bikira Maria Malkia wa Mitume, tumewaamilisha vijana 80 kupokea sakramenti ya kipaimara. Inakuza na kuimarisha imani yao. Leo tunao mbele yetu hapa, hao nianzie kule wa Daudi pamoja na Faith na waliowasindikiza, lakini tuje hapa vile vile kwake huyo kutoka Morogoro, naye akiwa na mwenzake, nao majina yao kama yananitoka lakini ninayo, Josbeth pamoja na mchungane wanakuja leo hapa katika kanisa hili, na nakuja kuonyesha imani yao katika moja hicho ambacho kinatuimarisha vile vile katika imani. Hizo sakramenti tunazozipokea, kumbe katika kanisa hili kama ilivyo katika makanisa mengine zitaadhimishwa sakramenti hizo ambazo ndo zinatuimarisha katika imani na zinatuletea neema hizo, kutupa nguvu ili tukue katika hayo ambayo hakika atakuwa anaonesha sasa baadaye kwamba nasi tunaamini katika hilo ambalo wameliamini hao waliotutangulia. Tutakutana hapa kile inapoadhimishwa ibada ya misa takatifu kama tulivyofanya jana na leo tunavyofanya hapa, na Kristo mwenyewe tutakutana naye katika maumbo haya ya mwili ya divai inayobadilishwa ikawa damu yake na mwili wake, mkate na divai. Tutakutana naye hapa. Ni katika makanisa haya tutaadhimisha vile vile sakramenti nyingine zote hizo, kuanzia na hiyo ya ubatizo ambayo itatuingiza katika familia hiyo ya wanaoamini. Sakramenti ya upatanisho tumekumbushana jana hilo. Hizo sakramenti zinazojirudia ambazo zinakuja kututakasa, sio tu kutusafisha, bali na kutuimarisha vile vile na tufanya tuweze kuendelea kumshuhudia huyu ambaye tumemwamini, Kristo mwenyewe anayewauliza hao mitume wake, mwana wa Adamu anamsema yeye ni nani huyu? Na sisi tukishaamini hayo, na ni kwa sababu hiyo tunayafanya sasa haya ya kuyajenga haya makanisa kama hili, na tunajua kabisa kwamba sasa katika makanisa haya kweli tutajionyesha hiyo imani yetu, tutakuwa katika imani yetu, na hivyo tutakuwa tayari kutumwa sasa twende tukalifanya hilo ambalo Kristo mwenyewe Bwana wetu na Mungu mwenyewe anataka lifanyike.
Sasa naomba tusije tukasahau kitu kimoja. Tunayafanya yote hayo, lakini kama vile Kristo mwenyewe alivyomwambia huyo bwana Petro mtume, kwamba anapomkiri, si nguvu za kibinadamu hizo, si mwili wala damu, bali ni Mungu mwenyewe ambaye amemwezesha kumtambua na kaweza kumkiri huyo kama yeye ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nasi tufahamu kabisa, na sio kufahamu tu, tujue lolote ambalo litatufanya sisi tuimarike katika imani, si kwa sababu ya nguvu zetu. Hapana, ni zawadi kubwa sana ambayo tunaipata kutoka kwa Mungu mwenyewe, ambaye kwa nguvu zake na kwa namna yake anatufanya sisi tumtambue na tujitambue sisi ni akina nani. Ni yeye mwenyewe kumtambua kwamba kuna huyo mwenye uwezo, na ndiye anatufanya sisi tuwepo, na ndiye anayafanya yote yawepo, na bila yeye hayo yote haiwezekani. Na tukaisha litambua hilo, basi ndugu zangu, tumkimbilie sasa, tubaki pamoja naye, kwa sababu tukakosa kuyatambua hayo kwamba sisi kama binadamu hatuna uwezo huo. Tunaweza tukaanguka wakati wowote ule, kama ilivyo kwa huyu Petro mwenyewe ambaye leo tunamsikia. Petro alimtambua, akamkiri, na huyu baadaye atamwambia, ni juu ya mwamba wako nitalijenga kanisa langu. Ndio, na akampa uwezo, akampa hizo funguo, atakalo lifunga litakuwa limefungwa duniani na mbinguni, atakalo lifungua litakuwa limefunguliwa duniani na mbinguni. Amemwaminisha yote hayo, lakini bado Petro, kama tunavyofahamu, tutasikia Jumapili inayokuja jinsi anavyomfukuza, akamwambia, toka shetani wewe, unayawaza mambo ya kiulimwengu na sio ya mbinguni. Ni huyo huyo Petro ambaye amemkiri kama mwana wa Mungu aliye hai. Nachotaka kusema ndugu zangu, haitoshi tu kubatizwa ukasema basi mimi sasa ni Mkristo, yamekwisha. Inabidi umtafute huyo Mungu wako wakati wote, uwe naye, ubaki naye, na ubaki ukiwa kweli Mkristo. Na hii ni kwa kila mbatizwa katika ngazi zote. Hata mimi siwezi nikakwambia kwamba nimemfahamu Mungu au nimefahamu haya ambayo napaswa niwafundishe nyinyi, kwamba leo nimesoma hiki imetosha, basi tangu leo sipaswi kusoma tena, sipaswi kutafuta tena kufahamu hiyo elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu iko namna gani? Hapana, ni uongo. Nguvu zetu zimefungwa, zina mipaka yake. Inabidi tumtafute huyo Mungu wetu daima, tubaki naye, la sivyo tutakuwa kama Petro ambaye yeye sio tu leo anamwambia wewe unaenda kwenye mateso wapi? Takuwaje Masia ambaye anakuja kukomboa ulimwengu huu mwenye nguvu aje kuambwa msalabani? Haiwezekani. Toka hapa shetani, we nenda zako nyuma yangu. Baadaye atakuja kumkana huyo Petro. Kumbukeni katika mateso wakiwa huko Getsemani, alafu baadaye wanaondoka, atakavyokuja kuulizwa kama yeye alikuwa ni mojawapo wale mitume, wale wafuasi wake, atakavyomkana mara 3. Huyu ambaye amemtambua kama Kristo anamkana. Kwa vyote itamuumiza sana, ataumia sana. Bahati nzuri yeye hakunyang'anywa funguo, hakunyang'anywa gwanda au mkanda kama tulivyosikia katika somo la kwanza. Huyo Ebna kwa Waisraeli ambaye alikuwa na yeye amepewa funguo hizo na hawa wakubwa, amevishwa vazi hilo ambayo ni kwa kweli ni alama ya uongozi. Huyo Ebna
akafanya michezo, ikabidi sasa avuliwe lile vazi, anyang'anywe zile funguo na aje kupewa huyo Eliakimu, ambaye sasa yeye huyo atakuja kufanya vizuri. Petro bahati yake nzuri alikiri baada ya kugundua kabisa kwamba aliyofanya si mazuri, kama vile wengine ambavyo wanakiri katika Biblia. Ukienda ukasoma, mfano mzuri sana ni wa huyo Daudi, Mfalme Daudi, ambaye aliahidiwa mengi. Kitu cha Daudi kingelikuwaje, lakini Daudi mwenyewe alivyokorofisha akayafanya mabaya kabisa mbele za Mungu. Lakini baada ya kuwa ameambiwa na huyo nabii Nathan, akaja kukiri, akajifungia manguo, akatubu, akalia, na Mungu akamsamehe baada ya kumwadhibu kwa namna fulani. Petro na yeye alikuwa ni hivyo hivyo. Hii ni kuonesha tu kwamba, ndugu zangu, sisi ambao tunayafanya yote haya mazuri, tuyafanye ndiyo, lakini tubaki tukijua kabisa kwamba si kwa nguvu zetu tunaweza tukaendelea kufanya hayo. Tunahitaji hiyo nguvu ya ziada ambayo ni nguvu ya Mungu. Na mmoja, sisi mapadri, tunapokuwa mapadri huwa tuna kadi zile. Ukizitazama zile kadi wanazozileta zenye picha, anaandika, anakuwa na moto yake, wazo ambalo anataka limsindikize katika maisha yake ya utumishi. Mwingine ataandika, kuna mmoja aliandika zuri la furahisha hilo, asema eti kukaa kwenye maji sio kutakata. Ni kweli. Kwa hiyo kubatizwa sio kwamba sasa wewe umekuwa mtakatifu. Inabidi utafute huo utakatifu kabisa huo. Mwingine anasema eti ni rahisi. Kuna guo lile wanalivaa watu wa Tanga kule, wanalitaje lile, anasema kulivaa ni rahisi, lakini kukaa nalo kazi kubwa. Delela sijui kitu gani. Ndugu zangu, tunahitaji nguvu ya Mungu tangu mwanzo mpaka mwisho. Basi tumepata fursa hizi, tumemtambua Mungu, tukamkiri na sisi, tukapenda tuimarishe kwa neno lake, tukapenda tuimarishe kwa sakramenti hizo, na tukapenda tuimarishe katika mikutano yetu tunapokutana na watu mbalimbali hawa walioamini. Tumuombe aendelee kuwa nasi tunapomtukuza, tunapomfanyia haya makubwa kama hili tulilofanya, lakini tusitoke hata siku moja tukaja kuchoka kumfuata yeye. Tusije tukanyang'anywa hizo funguo, tusije tukanyang'anywa hilo gwanda, tusije tukafunguliwa huo mkanda uliotufunga. Tumuone yeye na tumtambue na tumkiri milele yote mpaka mwisho wa maisha yetu hapa ulimwenguni. Tumsifu Yesu Kristo. Amina.